Wapendwa katika Kristo Yesu, ninawasalimu nyote nikiwatakia neema kutoka kwa huyo Bwana wetu Yesu Kristo. Asubuhi ya leo ninajisikia kuongea na ninyi kuhusu hii topic ambayo tunamaliza siku tukizungumzia, topic ambayo inahusu njia. Na kama wasafiri na wapitaji katika ulimwengu huu, tunaelewa sana habari za njia. Tunatembea njiani siku kwa siku, lakini pia kuna safari nyingine ambayo hatuione kwa macho ya mwili. Ijapokuwa katika habari za maisha na mwenendo, tunaweza kuhakikisha tunasafiri kwenda mbinguni ama kwenda Jehenamu, kutokana na yale ambayo tunayatenda na yale maisha ambayo tunaishi siku kwa siku. Halafu ninataka tuendeleshe somo hilo tukisoma katika kitabu cha Isaya sura yake ya 30 ama 13. Isaya sura yake ya 30 ama 13. Alafu tuanzie mstari wa 20 na 21 au mstari wa 12 na 21. Hapa Biblia inasema, na ingawa Bwana atawapeni chakula cha shida na maji ya msiba, lakini walimu wako hawatafichwa tena, ila macho yako yatawaona walimu wako, na masikio yako yatasikia neno nyuma yako likisema, njia ni hii, ifuateni, mgeukapo kwenda mkono wa kulia na mgeukapo kwenda mkono wa kushoto. Ninarudi tena kusoma. Na ingawa Bwana atawapeni chakula cha shida na maji ya msiba, lakini walimu wako hawatafichwa tena, ila macho yako yatawaona walimu wako, na masikio yako yatasikia neno nyuma yako likisema, njia ni hii, ifuateni, mgeukapo kwenda mkono wa kulia na mgeukapo kwenda mkono wa kushoto. Unajua, katika safari kuna sauti mbili ambazo zinasikilika. Hili ni jambo ambalo linaeleweka sana. Hili ni jambo ambalo tunafahamu sisi watu ambao tunasafiri katika ulimwengu huu. Unajua, kama unaiendea njia ambayo hauielewi vizuri, huwa unajiuliza maswali. Ukiona njia panda unajiuliza, hapa nitapita hapa au nitakwenda huku? Hii tunajiswali sana kama watu waliosafiri. Nakumbuka safari moja niliyoienda, halafu tukapotea njia. Tulikuwa watu kama 3 hivi, lakini hatukukuwa tunaelewa vizuri njia hiyo. Mmoja wetu ndiye alikuwa anajua kilele ambacho tunakiendea, yaani mwelekeo wetu. Alikuwa anajua tunakwenda mahali fulani, lakini imefika wakati tukapotea njia kidogo. Ilikuwa ni safari ya majini. Unaona, ukitembea katika hizo pori, ilikuwa ni Kongo huko, katika hizo pori za sehemu za Shabunda huko. Sasa tulikuwa tunatoka sehemu ambayo inaitwa Kalonge. Unaona, Kalonge ni kilomita 60 ama 60 kutoka Bukavu kuelekea huko Kalonge tulikokuwa. Sasa ukishuka hizo sehemu za chini, unaingia sehemu za pori, yani ni pori kubwa. Alafu ukiendelea huko, hizo safari zote zitakupeleka mpaka ufike hizo sehemu za Shabunda. Alafu katika hizo safari za pori, wala sikumbuki tena, sijui mji gani tulikuwa tunauendea. Tulikuwa tunakwenda kuihubiri Injili mahali fulani huko, mahali ambapo wengine wahubiri hawajawahi kwenda. Sasa tukaenda, ikafika mahali fulani, tukaanza kutembea katika maji. Sasa katika mto, tukafuata njia, mto ndio njia. Tunatembea katika maji, saa nzima muko munatembea katika maji.
mto unatiririka ukishuka na ninyi munapanda, munafuata mto. Sasa ikafika mahali ambapo tulipotea njia kidogo. Kulikuwa kanjia kanapita kushoto, kanatoka majini, kanapita kushoto, mkono wa kushoto. Alafu sisi tukaendelea mpaka tukaingia sasa mkono wa kulia. Hapo tulitembea masaa matatu. Saa 3 tumeacha njia. Sasa tukajikuta tunafika mahali wala hakuna njia ya watu, unaona ni njia za minyama tu. Bahati nzuri tukakutana na muwindaji. Huo muwindaji ndiye akatuambia kwamba tumepotea njia yapata masaa 3. Nasema mutarudi, mutatembea sana mpaka mufike mahali fulani, alafu mutaona njia ambayo inachomoza katika mto, alafu muiende njia hiyo. Tukarudi. Hapo ilikuwa ni kama saa 9 za mchana. Saa 9. Sa kumbuka, mungali bado mtatembea masaa 3 ili mufikie kwenye njia yenyewe. Sasa tukarudi na mchoko, yani tukakuja kuona njia hiyo kweli, na punde kidogo tukaona tunachomoza kwenye mji fulani. Hapo tukapokelewa, hapo tukalala, yani na mchoko wote. Nakumbuka mimi kabisa nilifikia tu kujinyosha chini, nikalala machali kabisa na mchoko wote. Nilikuwa sikuzoea kutembea na miguu, lakini wakati ule kabisa nilisikia mchoko wa ajabu. Sasa mkiwa mnatembea katika njia na hamuelewi vizuri mnakokwenda, sauti zinakuja nyingi. Moja inakwambia pita kulia, ingine inakwambia pita kushoto. Hasa unajiuliza sasa, okay, unaendelea. Sasa kama haukupata mtu wa kuuliza, hapo ndipo unaweza tembea masaa 3 kabisa na umeacha njia. Unafikiri uko njiani, kumbe umepotea njia. Jamani, huyu Mungu wetu ni wa ajabu kabisa. Unajua, wakati Mungu aliamua kulijenga kanisa kupitia Bwana wetu Yesu Kristo, alitaka hili kanisa lifundishe watu habari za hii njia. Hii njia ya kwenda mbinguni. Unajua kuna watu wengi ambao wanakwenda mbinguni lakini hawajui njia ya mbingu. Lakini wenyewe wanafikiria kwamba wanakwenda mbinguni, na kwa kweli wanaweza kuwa na nia nzuri ya kwenda mbinguni, lakini sasa hawajui njia ya mbingu iko wapi. Hawajui sherti za njia ya mbingu. Unakwenda mbinguni, lakini sasa kwanza uko wapi? Unajua wasafiri, siku hizi za teknolojia, wasafiri wanatembea na ramani. Hiyo karte ama hiyo karte, ramani, munaisikia ramani. Sasa ili ajue mahali anakokwenda, kitu cha kwanza, huyu mtu aliye na ramani, kitu cha kwanza inambidi aelewe ni mahali anaposimama, uko wapi wakati huu. Hapa ukiangalia ramani yako, jiweke kwanza pa nafasi, angalia, sema mimi niko hapa. Sasa na mtu akiwa hapa, ili afike sehemu hii, inabidi apite njia hii. Hauwezi, yani ramani haiwezi kakufalia kitu kama wewe kwanza hauelewi mahali ulipo. Tuseme wewe uko mjini Kigali, Rwanda. Au tuseme sehemu ya Kongo, ama hiyo sehemu ya Bukavu, mahali ambapo nimekulia. Sasa wewe uko pale ku Place du 24. Sasa ukitaka kwenda Bagira, hauwezi kujua njia ya kwenda Bagira kama wewe haujui kwanza mahali ambapo unasimama.
Unajua hapo kuna barabara nyingi. Ukiwa kwenye Place du 24 unajua kuna barabara inakwenda huko La Bote, inaingia huko mjini humo. Sasa ingine barabara inaenda Bagira, ingine barabara inapanda Kadutu, ingine inapita huko Prison Central, inapanda huko juu. Sasa kama haujui mahali unaposimama, hauwezi kujua unakokwenda. Unaweza ukaona ramani, unaona Bagira inaandikwa hapa kabisa, barabara Bagira ni hapa, lakini sasa kama haujui uko wapi, utafika Bagira namna gani? Tuseme uko La Bote. Kama uko La Bote na unatafuta kwenda Bagira, utapita wapi? Kuna barabara ambayo utaifuata, na hiyo barabara itakufikisha pale pa Feu Rouge, itakufikisha pale pa Feu Rouge. Sasa wewe usipande kama kwenda Nyawera, usipande kama mwenye kwenda Nyawera, lakini kata mkono wa kulia uingie Place du 24. Sasa usipande kushoto, usiendelee mbele kama mwenye kwenda Kadutu, usipande juu kama mwenye kwenda kule, ni wapi huko tena? Kuna kartie moja wamejenga huko, tulikuwa tunapaita zamani kama ku Saint Therese huko. Achana na hiyo barabara. Sasa kata kulia, uende njia ya Brasserie huko, unakwenda Bagira. Sasa ukijua mahali ulipo na wewe una ramani, kwa kweli utafika salama kule ambako unakwenda. Kwa maana utakwenda unachunguza ramani, hivi niko hapa. Sasa nikiendelea hapa nakutana njia panda. Sasa niangalie nitafuata njia gani? Utafuata njia hii. Unaenda. Utafika salama kwa maana una ramani mkononi mwako. Sasa kanisa nalo kazi yake ni kuonyesha watu njia ya kwenda mbinguni. Na hiyo njia tumeiona tulipoanza somo hili. Tumeona njia ni moja, nayo ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye njia, ndiye kweli na ndiye uzima. Ukiwa ndani ya Yesu Kristo, hakikisha wewe ni msafiri aendaye mbinguni. Wewe unajua wenyeji wako ni mbingu. Tayari wewe umefanywa mwana wa Mungu. Hili ni jambo la maana sana. Sasa ukijua uko wapi, na itakuwa rahisi sana kwako kujua unakokwenda. Sasa kama mimi ni mwana wa Mungu, basi ina maana pia kwamba mimi ni mrithi wa ufalme wa Baba. Uko wapi? Niko ndani ya Yesu. Basi kama uko ndani ya Yesu, basi hakikisha mbinguni unakwenda. Hilo ni jambo la maana sana, kujua wewe uko wapi, wewe ni nani. Unajua watu wengi wanafia katika maombi wakifikiri ya kwamba kupaza sauti kwao, kwa maneno yao mengi, wanaweza kukubaliwa na Mungu. Lakini hiyo sio ya maana. Ili Mungu akusikie, inabidi uwe mahali fulani. Na mahali pale sio pengine, ni ndani ya Yesu Kristo. Je, unahakikisha wewe ni mwana wa Mungu kweli? Uko ndani ya Yesu Kristo kweli? Ama umesikia habari tu, ama umefuata tu dini ya baba yako, sijui kambo yako alikuwa mwanzilishi sijui wa kanisa hilo na nini. Yani hauna uhakika kwamba uko ndani ya Yesu. Alafu maombi nao unayafanya marefu sana. Lakini nakwambia ndugu yangu, hauwezi ukakubaliwa na Mungu kwa sababu naomba sana. Hauwezi ukakubaliwa na Mungu kwa sababu wewe umebatizwa miaka 20 iliyopita. Hauwezi ukakubaliwa na Mungu kwa sababu unaitwa mchungaji. Hapana. Jichunguze kwanza, tizama uko wapi kwanza, unasimama wapi. Ukijua unakosimama ni ndani ya Yesu Kristo, basi hakikisha wewe unakwenda mbinguni kabisa.
umo njiani, uko katika safari iliyo nzuri. Sawa, hiyo ni ya kwanza, kujua uko wapi. Halafu hiyo ramani inapatikana katika Biblia. Kujua njia vizuri. Sasa wewe uko ndani ya Yesu, ni sawa, na wewe ni msafiri wa kwenda mbinguni. Haya sasa, kama unakwenda kama unakwenda mbinguni, inabidi utembee namna gani? Sasa utatembea kwa mguu, utatembea kwa ndege, utatembea na gari, utatembea na mashua. Yawezekana utembee katika mashua ili uende wapi? Bagira. Uko Labote, unaweza kutembea katika bahari, unakwenda Brasserie au unakwenda sijui Bagira. Inawezekana kabisa, na hiyo ni njia fupi sana. Ni njia fupi. Ukitoka Labote unapita katika bahari hiyo Laki Kivu, kweli ni rahisi sana kusema ufike Bagira, ni rahisi. Lakini sasa kama hauna mashua, inakubidi ushike safari. Kama utakuja kwa mguu, basi inabidi uzunguke huko, halafu wende mpaka Bagira. Kama ni gari itakuchukua hivyo hivyo, unakwenda Kavumu airport, basi hapo ujue unakwenda kuchukua ndege. Usafiri una njia yake. Unatafuta kwenda Marekani, hautatembea na mguu, wala hautatembea na gari, wala hautatembea na mashua. Unatoka Kongo, unatoka Rwanda, unatoka Uganda, unatoka Tanzania, unatoka Kenya, unatafuta kwenda Marekani. Utafika mwaka gani? Hata kama ungefuata bahari, unaenda na mashua, sijui kupeleka kufikisha mahali fulani. Lakini njia rahisi ni ndege. Sasa kama wewe hauna mtu wa kukuelekeza, kukupatia habari, kwambia unajua hapa, kutoka hapa kwenda Marekani inabidi yani ni mamilioni ya kilomita. Sasa kama hauna mtu wa kukueleza hivi, si utaanza tu safari na mguu, alafu unakuya fia munjia. Utafia njiani na hujafika kwenye huku naenda. Inabidi uwe na mwalimu, uwe na mkufunzi, uwe na mtu ambaye anakufundisha, anakuonyesha njia. Utapita hapa, utafika mahali fulani, alafu katoka mahali fulani na kuenda hivi. Sasa ukienda huko, unajua huko kuna baridi, inabidi uende unavaa koti. Wanakupatia habari zote. Sasa hiyo ndio kazi ya kanisa. Wachungaji, walimu, wanjilisti, sijui apostol, manani, hao wote manabii, kazi yenu ni kufundisha watu habari za hii safari ya kwenda mbinguni. Kujulisha watu jinsi gani wanapasha kutembea katika safari hii ya kwenda mbinguni. Unajua katika Waebrania, waraka kwa Waebrania sura 12 ndio inasema, mkimtizama Yesu mwenyewe, yule ambaye ni mwanzilishi wa imani yenu na atakaitimiza, huyo. Unajua ukipata mwalimu mzuri, atakwambia usiende ukiangalia kushoto wala kulia, usiende ukiangalia chini au ukiangalia juu. Mtizame Yesu mbele yako. Ukimkazia macho tu, hautapotea njia. Na kwa kweli ukifuata hayo maelezo utafika salama. Lakini ukienda katika habari zako tu, ukifuatisha mafikiri yako, sijui, unajua mimi, wewe haujui chochote. Katika safari hii ya kwenda mbinguni hakuna mtu anayejua isipokuwa Mungu mwenyewe akufunulie. Na Yesu mwenyewe akasema, hakuna awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba. Hii safari ni safari ya imani, na imani na maana kwamba hauoni kitu. Unaamini tu, unakwenda bila kuona, haujui unaenda wapi.
kama alivyosimama Ibrahimu, kaondoka katika nchi yake, kaacha familia zake, akaacha marafiki, akaacha nchi yake, akaenda bila kujua anakwenda wapi, kwa sababu Mungu alisema tu, simama, anza safari, mimi nitakuonyesha utakakokwenda. Katika safari yetu ya kwenda mbinguni, na sisi wenyewe wala hatujui mbingu ni wapi, ni kazi kuinua macho tu kuangalia juu, mbingu ni kule. Hawezi sema mbingu ni kule, kwa maana walio kule unakokuona huko, na wao wakiwa huko wanakuona na wewe huko mbinguni hapa. Uliza hao watu ambao wanasafiri kwenda angani huko, naye anakitizama juu anaona ni dunia, alafu anaita juu. Na sisi tukiwa duniani tunaona mwezi huko juu, huko juu mbinguni huko. Sasa kanisa kazi yake ni kufundisha watu habari za njia hii. Unajua katika hii safari tunapata shida mbalimbali. Ndio maana mwandishi akasema, na ingawa Bwana atawapeni chakula cha shida na maji ya msiba, lakini walimu wako hawatafichwa tena, ila macho yako yatawaona walimu wako. Eti na ingawa Bwana atawapeni chakula cha shida. Unajua ukiwa katika shida, hata kama wanakupatia chakula, hautakikula vizuri. Uko katika msiba, alafu wakuletee maji, kamata, chukua kwanza maji unywe. Uko katika msiba, umefiwa na mama, umefiwa na baba, umefiwa na mtoto, sijui na ndugu, alafu wakuletee chakula, wakuletee maji unywe. Hasa hapa Biblia inasema, ingawa Bwana atawapeni chakula cha shida na maji ya msiba. Unajua kuna chakula cha shida ambacho unaweza kikula na unasikia wala ni kama haukukula kitu. Kama wewe umefungwa gereza sijui siku ngapi hauli, alafu wakuletee sijui kijiko kimoja cha wali, alafu natafuna hiko kijiko kimoja, unameza, nasubiri kingine kijiko, wapi utapata saa ingine. Atakwambia utakula kijiko moja asubuhi, kijiko moja saa 6, kijiko moja magharibi. Na njaa ulionayo kwa kweli unaona kama hawafai kitu, yaani wanakutesa, wanakusumbua. Hicho ni chakula cha shida. Halafu na maji nayo yanakuwa kama ile toni ya maji. Huyo tajiri aliomba Lazaro asijua achovye katika maji, halafu amdokeshe hata toni moja tu ya maji kwenye ulimi wake. Sasa na wewe uko katika msiba, kiu inakutesa, halafu wakuletee sijui maji kwenye kijiko. Tumia hiyo kijiko ya maji. Sasa wewe unataka, unafikiri hata litra 5 ungeweza kunywa, lakini wanakuletea kijiko kimoja cha maji. Hayo ni maji ya msiba kabisa. Na Biblia inasema hata kama ingawa Mungu angekupatia kile chakula cha msiba. Unajua hapa watumishi wa Mungu walioitwa kweli wanaelewa habari hizi, chakula cha shida na maji ya msiba. Unajua katika wito kuna vita, unapitia kipindi kigumu, unaweza kosa hata chakula, unakosa mavazi, sijui unakosa nini, na bado Mungu anakukubali kabisa, we mtumishi wake, lakini anakubali upitie njia hiyo ya mateso ili ufunzwe. Mungu anakubali upite hiyo njia ili ufunzwe, utengenezwe vizuri. Kwa maana sisi ni kama udongo katika mkono wa mfinyanzi. Anasema hautakosa kusikia sauti, ingawa unapata hicho chakula cha shida na maji ya msiba, lakini walimu wako hawatafichwa tena, ila macho yako yatawaona walimu wako.
Unajua tuna walimu wengi katika Biblia, walimu wengi tayari wamekufa miaka iliyopita, lakini wako hapo hapo. Wakina Ayubu, wakina Ayubu ni walimu wakubwa. Ukisoma habari zake, ukiwa katika kipindi kile kigumu, alafu unasoma Biblia, utamkuta Ayubu iko hapo na yeye atakufundisha. Alafu ukisoma habari za Ibrahimu, unakutana naye katika habari za imani, anakufundisha. Ulikuwa mtu wa ajabu, sijui wa heshima, na utakutana mfalme Daudi, na yeye anakimbia anatukanwa, anatupiwa mawe, anazarauliwa, mtoto wake anamuwinda yani unakutana watu walipitia maisha magumu kuliko yale unayoishi. Unapata somo, unajifunza kwao. Kutana mitume kama wakina Paulo, tunakwambia na sisi tumepigwa na baridi, tumelala sijui milimani huko, tumesikia njaa, tumevaa uchi, tumefungwa gerezani, tumepigwa fimbo, tumepigwa kwa mawe. Unasikia ushuhuda wa mtu wa Mungu, unasema Bwana sifiwe kabisa. Kumbi mimi sijafikia kipindi kama kile ambacho mtume Paulo alikifikia. Hawa mitume wote wakina Stefano jinsi wamepigwa kwa mawe, lakini pamoja na hiyo wakabaki waaminifu kwa Bwana na roho yenyewe ambao wameionyesha. Unajua watu wanakutesa, wanakupiga kwa mawe, wanakutesa bure, haukufanya kosa lolote, lakini neno lako la mwisho ni kuwaombea msamaha. Baba, uwasamehe kwa maana hawajui walitendalo. Roho hiyo ndugu zangu, roho hiyo utaipata wapi isipokuwa kwa Bwana? Sasa na kanisa iko pale kwa ajili ya kuonyesha moyo wa Mungu. Washirika waamini wajue moyo wa Mungu, waonyeshe jinsi Mungu alivyo upendo. Katika safari hii hata ujapokutana na shida, usikate tamaa, usife moyo, kwa sababu Mungu anakujali. Mungu yuko pamoja na wewe. Hata ruhusu ufe moyo, hata ruhusu uangamie njiani, atakufikisha salama, kwa maana yeye ni mwaminifu. Aliyeahidi na kutimiza, atatimiza. Hii yote ni kazi ya kanisa. Kanisa litawafundisha washirika jinsi gani ya kustahimili majaribu katika hii safari. Kwa mstari wa 21 anasema, na masikio yako yatasikia neno nyuma yako likisema, njia ni hii, ifuateni, mgeukapo kwenda mkono wa kulia na mgeukapo kwenda mkono wa kushoto. Sasa kama uko katika njia ya kweli, uko ndani ya Yesu Kristo, Biblia inasema wote waliomwamini, wote waliompokea na kumwamini yeye, wamepewa roho wa Kristo. Na huyo roho wa Kristo ndiye ananongoneza na mioyo yetu, akituhakikishia ya kwamba sisi tuko katika njia ya kweli, na kama tunapotoka tunatafuta kuingia njia zetu hizo, anatuarifu, anatuambia hapana, hiyo sio njia. Unataka kwenda kushoto, anakuambia hapana. Unataka kwenda kulia, anakuambia hapana. Njia ni hii, fuata njia hii. Utasikia sauti nyuma yako ikikwambia hiyo ndiyo njia, basi ifuate. Sikio lako litasikia neno nyuma yako likisema njia ni hii, ifuateni. Unataka kwenda kuume? Hapana. Unataka kwenda kushoto? Hapana. Endelea tu, njia ni hii. Roho Mtakatifu, hiyo ndio kazi yake. Yeye atatuongoza kwenye kweli yote. Hii ni ahadi ambayo tumepewa. Roho Mtakatifu atatufundisha na atatukumbusha yale ambayo tayari tulikuwa tumesahau. Unajua, unaweza soma Biblia na usishike kabisa yale yote ambayo umeyasoma, lakini kama umesoma tu, ninakwambia siku utapambana na shida fulani, Roho Mtakatifu anaweza kukumbusha andiko lile ambalo umesoma, halafu litakufariji. Wakati ule utamshukuru Mungu, utasema Bwana sifiwe kabisa.
Lakini kama wewe haukusoma Biblia, basi atakukumbusha nini? Mbona haujawahi kusikia? Mbona haujawahi kusoma? Roho Mtakatifu atakukumbusha nini? Na kwa nini usisome Biblia? Na ndio kazi ndio lengo. Kama Mungu ametumia watu wake kuandika, makusudi ni kwamba tufunzwe kupitia hayo maandishi. Sasa wewe hautaki kufunzwa, lakini eti unakwenda mbinguni. Sasa ukipotea njia, utakwenda mbinguni namna gani? Utafikaje kama wewe haukufunzwa, haukupewa ramani? Uelekezwe, uonyeshwe njia ya kweli ya kwenda mbinguni. Haya ndugu zangu, nimeongea mengi, lakini bado tutaendelea kuongea. Kuna mengi ya kuongea kwa habari ya hii njia. Kuna mengi tunastahili kujua ili tupate kufika salama. Bwana wa mbinguni awabariki ndugu zangu wapendwa. Nawapenda sana na ninawatakia heri na baraka katika yote mnayoyatenda, huku mkimtizama Yesu peke yake.